Ebana, mazingaombwe yaliyokuwa yakiendelea kuelekea mechi ya watani wa jadi au Kariakoo Derby ambayo ilikuwa ifanyike leo hii majira ya saa 1:15 usiku, kimeshapatiwa ufumbuzi. Ni kwamba mechi hiyo haipo tena, imegairishwa, na hii ni taarifa rasmi kutoka bodi ya ligi Tanzania kwa maana ya TPLB, ambao wameandika andiko lao la ni nini kilichofanya hii mechi igairishwe na nini maamuzi yao na ni kipi kinafuata mara baada ya maamuzi hayo. Taarifa yao inasema kwamba kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ya Tanzania kwa maana ya bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB katika kikao chake cha leo Machi 8, 2025 ilipitia shauri la klabu ya Simba kuzuiliwa kuingia kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya kufanya mazoezi ya mwisho kuelekea mchezo nambari 184 wa ligi kuu ya NBC, Dar es Salaam Young Africans vs Simba Sport Club, uliopangwa kufanyika kwenye uwanja huo siku ya leo kuanzia majira ya saa 1:15 usiku. Katika shauri hilo, klabu ya Simba iliandikia barua bodi ya ligi kueleza kuhusu tukio tajwa hapo juu, huku pia ikieleza nia yao ya kutoshiriki mchezo huo kwa sababu imezuiliwa kutumia haki yao ya kikatiba au kikanuni kama ilivyoainishwa kwenye kanuni ya 17 kifungu cha 45 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Baada ya kupokea barua hiyo, bodi ya ligi iliwaagiza maofisa wake wa mchezo ambao walishuhudia tukio hilo kutuma taarifa ya tukio haraka ili hatua zinazostahili ziweze kuchukuliwa, ikiwemo kuitishwa kwa kikao cha dharura cha kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi. Baada ya kupitia taarifa mbalimbali zikiwemo za maofisa wa mchezo na vyanzo vingine, kamati ilibaini kuwa klabu ya Simba, wakati ikielekea kutumia haki yake iliyoainishwa kwenye kanuni ya 17 kipengele cha 45 ya ligi kuu, haikuwasiliana na ofisa yoyote wa mchezo, timu mwenyeji wala mamlaka ya uwanja kuhusu nia yao ya kufanya mazoezi katika uwanja huo ili maandalizi ya kikanuni yafanyike. Katika taarifa hizo, kamati ilibaini pia kuwa walinzi ambao baadhi walifahamika kwa sura kuwa ni wa klabu ya Yanga walishiriki tukio la kuzuia basi la klabu ya Simba kuingia uwanjani kinyume na matakwa ya kanuni ya 17 kifungu cha 45 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Kwa sababu pia bodi ilipokea taarifa ya ofisa usalama wa mchezo ambayo imeainisha matukio kadhaa yaliyoambatana na tukio hilo la klabu ya Simba kushindwa kufanya mazoezi, na kwamba baadhi ya matukio yanahitaji uchunguzi ambao hauwezi kukamilika kwa wakati, bodi ya ligi kupitia kamati yake ya uendeshaji na usimamizi wa ligi imeamua kuahirisha mchezo tajwa hapo juu kwa mujibu wa kanuni ya 34 kifungu kidogo cha kwanza nukta 3 ya ligi kuu kuhusu kuahirisha mchezo ili kutoa nafasi ya kupata taarifa zaidi zitakazosaidia kufanya maamuzi ya haki. Bodi itatoa taarifa kamili kuhusiana na tukio hilo na kutangaza tarehe ya mchezo huo mapema iwezekanavyo. Imetolewa na idara ya habari na mawasiliano, bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB, Machi 8,
25. Hii taarifa toka itoke ina masaa 4 mpaka sasa hivi ina comment zaidi ya 8,000 kuelekea 10,000. Sasa ili uone kwamba ni jinsi gani ambavyo ile tukio limewachukua Watanzania wengi, na si Watanzania, tuseme wapenda mpira wote Afrika, lakini duniani kiujumla, maana kuna watu ambao wametoka nchi za nje kuja kuangalia dabi hii, lakini kitendo cha kuigairisha manake ni hasara kubwa sana ambayo umewaingiza watu, lakini pia kuna watu ambao walikuwa wameshaingia uwanjani tayari. Kuna watu ambao wametoka mikoa mbalimbali kuja kuitazama dabi hii na wakiamini kwamba ikiisha kesho warejee makwao. Sasa kama wamelipia tiketi na nauli wametumia na mechi hawajaangalia, kwa maana hiyo watatakiwa kurudi, kwa sababu hata tarehe ya kurudia hiyo mechi haijaainishwa hapo kwamba ni lini. Lakini pia ukiachana na hilo ni kwamba hii taarifa imetoka bodi ya ligi TPLB, lakini taarifa rasmi ambayo klabu ya Yanga mpaka sasa hivi imeshikilia ni kwamba wao hawaamini kama mechi hiyo imegairishwa, na wao wataenda uwanjani kama kawa, watafuata kanuni zote na sheria zote ili kuweza kucheza huo mchezo. Na hivi ninavyozungumza na wewe, Yanga wapo uwanjani, wanaendelea kufanya mazoezi yao, wameingia wakiwa na timu kamili, lakini pia kikosi chao kikawa kimetoka pia huku wakianzia, ningeweza nikakutajia labda wachezaji ambao walitakiwa waanze kwenye mechi ya leo wa klabu ya Yanga kuelekea mechi hii hapa. Golini alikuwepo Djigui Diarra, lakini upande wa kulia kulikuwa na Israel Mwenda, wakati upande wa kushoto kulikuwa na Boka kama kawaida, katikati kulikuwa na pacha zile mbili Baka pamoja na Dickson Jobu, wakati katikati ya dimba kulikuwepo na Khalid Aucho, lakini pia na Mdathir Yahya nambari 8, wakati nambari 9 kulikuwepo na Prince Mpumelelo Dube, wakati nambari 10 kulikuwepo na Duke Abuya ambaye ndo alisimama kama nambari 10, wakati kushoto na kulia kwa mawings kulikuwepo na Pacome Zouzoua, lakini pia upande wa pili kulikuwepo na Maxi Nzingeli. Sasa hicho ndo kikosi ambacho kilikuwa kimejiandaa kushindana na Simba siku ya leo. Sasa na mechi imegairishwa, kwa hiyo itabaki hivyo, japo Yanga wapo uwanjani mpaka sasa hivi wanaendelea kusubiria muda wa mechi ufike waingize timu uwanjani, na dakika ambazo watastahili kukaa pale katikati zikiisha, basi watachukua gari lao, watapanda, watarudi, na baadaye watarudi kwenye sheria na kanuni kusimamia kanuni hile ambayo inasema mechi ikiwa timu ambayo inashindana nayo haijafika uwanjani, inabidi timu ambayo ilifika uwanjani ipewe pointi 3 na magoli 3. Ndio kipengele ambacho Yanga wanategemea kukisimamia, na ndio maana mpaka sasa hivi usishangae kwa nini wapo uwanjani, kwa sababu hili wao pia hawakubaliani nalo, na wao hawataki kuwa wanyonge, kwa sababu hili likipita, Simba wakiona hili limepita na Yanga wamekubali, Simba basi watajitapa kwamba TFF ipo chini yao na wao ndo baba wa soka, na Yanga hawataki kukubali hilo, na ndio maana wameamua kushikilia bomba. So tuone ni kipi ambacho kitatokea kwenye mtafaruku huu, kwa maana mpaka sasa hivi haieleweki. Je, hii mechi itapangiwa tarehe nyingine? Na mpaka sasa hivi viongozi wa Yanga na wenyewe wanaposti, wanakuambia hawaamini kama Simba na Yanga kwa mwaka au msimu wa 2024-25 kuna dabi nyingine itakuja kuchezwa zaidi ya ile ambayo ilichezwa ambapo Simba alikufa goli 1. Na hii imesemwa na makamu wa rais wa klabu ya Yanga Alfat Haji, ambaye aliposti kwamba haoni kama kuna dabi nyingine ambayo itakuja kufanyika zaidi ya ile ambayo ilifanyika mwaka jana. So tusubiri tuone ni kipi ambacho kitatokea kwenye mkanganyiko huu.